Na kichwa cha somo hili ambao tutaanza leo inasema hivi: jitambue. Jitambue. Ni muhimu sana kujitambua wewe ni nani. Umetoka wapi? Na kwa nini uko hapo ulipo? Na unakwenda wapi? Usipojitambua, hakutakuwa na maana yoyote ya kutamani kuishi maisha marefu. Kwa sababu usipojitambua ni vigumu kuishi kusudi lako la kuumbwa kwako. Tutaanza na swali ambalo Yesu aliuliza swali hili. Tujenge kuanzia kwenye swali hilo, lakini ulichukua na hilo swali liwe la kwako. Mathayo 16 mstari wa 15. Yesu anawauliza, ninyi mnanisema mimi kuwa ni nani? Ninyi mnasema mimi ni nani? Yesu anataka kujua wanamfahamu vipi hawa waliomzunguka, ili wasije wakamtafsiri kimakosa, wakakosa faida alizozibeba kama hawatamtambua yeye ni nani. Wewe usipojitambua ni nani, ni vigumu sana wengine kutambua ni nani. Yesu alitambua yeye ni nani. Tukiangalia, tusome andiko sasa. Tusome andiko sasa. Tutaanza na Yohana tafadhali. Yohana 16 mstari 28. Mstari moja tu. Tuone Yesu Kristo akionyesha jambo hapa. Tusome ndio. Nalitoka kwa Baba. Nalitoka kwa Baba, nami nimekuja hapa ulimwenguni. Nami nimekuja hapa ulimwenguni. Tena na uacha ulimwengu. Tena na uacha ulimwengu. Na kwenda kwa Baba. Na kwenda kwa Baba. Hiyo sentensi imebeba kutoka mwanzo wake Yesu na kazi yake, na ametoka wapi, kwa nini amekuja, na anakwenda wapi. Naona point hizo. Ametoka wapi, yuko wapi sasa hivi, kwa nini yuko hapo alipo, na baada ya hapo anakwenda wapi. Kila mtu anayetazama lazima ujibu jambo hilo. Lazima ujue umetoka wapi, kwa nini upo duniani, na baada ya hapo anakwenda wapi. Haya ni maswali muhimu sana ambayo lazima tuyajibu. Na katika kipindi hiki ambayo nimeanza kufundisha somo hili jipya, tutajibu kwa kina, kwa utaratibu, hata ambaye hakwenda shule ataelewa, kwa sababu ni muhimu sana ni kufundishe kile ambacho kitakusaidia binafsi. Sasa kuna jambo la kuanzia ambalo linatuonyesha sisi, ili tujijue ni lazima tumjue Mungu kwanza. Angalia, Biblia inasema hivi, Mwanzo 1 mstari wa 26 tafadhali. Mwanzo 1:26 tafadhali. Hapo tunasikia andiko, tusome. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na tumfanye Mungu mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Na kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Maneno hayo yanatuonyesha Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake na sura yake. Na ukienda kusoma Yohana 4 mstari wa 24, inazungumza
Mungu ni nani. Kwa hiyo kama tukimjua Mungu ni nani, kwa vyovyote tutakuwa tumejijua sisi ni nani, kwa sababu tumeumbwa, angalia, kwa sura, kwa mfano wake Mungu na kwa sura ya Mungu. Soma mstari wa 24. Mungu ni roho. Mungu akasema nchi na izae. Yohana sura 4 mstari wa 24 nasema Mungu ni roho, nao waabuduo inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Najenga jambo moja, kwamba ujue Mungu ni nani. Mungu ni roho. Kama Mungu ni roho, sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa wewe na mimi tutakuwa nani? Tutakuwa roho. Tutakuwa roho. Sawa. Sasa kuna mambo ambayo watu wamechanganikiwa, hawajui vizuri. Wanafikiri wao ni miili yao. Wao ni miili yao. Ndio nitachambua yote yachambue siku za mbele. Wengi hawajui wao kuwa ni nani. Hawajitambui. Wanadhani wao ni miili yao. Wanadhani wao ni miili, ni mwili, na kwa hiyo utambulisho wao ni wa makosa. Kumbuka kichwa cha somo ni jitambue. Utambulisho wao ni wa makosa. Wanajitambulisha kupitia mwili peke yake. Na kwa sababu Mungu ni roho na alituumba sisi kwa mfano wake na sura yake, ina maana sisi pia ni roho. Kama sisi ni roho, tunatakiwa tujue sisi ni roho. Sasa mwili umetoka wapi? Kwa kuna mambo matatu tutakuwa tunayachambua siku za mbele, ambao tutaangalia mwili, tutaangalia nafsi, tutaangalia na roho. Mambo matatu hayo ambayo ndio yanamfanya binadamu awepo duniani: mwili, nafsi na roho. Kwa hiyo tutaangalia ili sisi tuweze kuishi umri tunaotamani uliotimia. Ni muhimu sana tujitambue, kwa sababu umri wako, umri wetu umeunganishwa na kazi ile iliyoainishwa wewe ifanye hapa duniani. Umri wako, umri wangu umejumuishwa, umeunganishwa na kusudi la Mungu lililowekwa kwenye maisha yako. Kwa kama hutajua kusudi la Mungu lililo ndani ya maisha yako, kutamani kuishi maisha marefu itakuwa ni ndoto, kwa sababu hutakuwa unafanya kitu sahihi. Hutakuwa unafanya kitu sahihi. Sasa tutaanza kuangalia mwili. Tuangalia mwili ambao Biblia inautaja kuwa ndio nyumba yetu, kuwa ndio chombo chetu cha matumizi hapa duniani, ndio tunaoishi ndani ya mwili. Sasa mwili ndio ambao actually ukweli unatajwa katika umri, kwa sababu wewe uliye roho hauna umri. Wewe ni wa milele, mimi ni wa milele. Sisi binadamu tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Mungu hafi na wewe hufi, mimi sifi.
Inachotokea ni mwili huu umepewa miaka ya kufanya jukumu fulani ambalo Mungu anataka litimizwe na wewe kupitia mwili huo. Ni kama tu vile unaweza kuwa na gari, umenunua gari, hiyo gari utaitumia wewe kwa matumizi, ikichakaa hiyo gari unaitupa. Ni kama vile afu wewe unabaki unaendelea maisha yako. Ukinunua kalamu, ukaitumia kalamu ile, ikiisha unaitupa. Kwa hiyo makusudi ya utumishi wako yakiisha, mwili unautupa, wewe unaendelea maisha mengine bila mwili. Sasa usipojua kwamba mwili wetu ndio umepangiwa majira, umepangiwa muda maalum, umepimwa. Huu muda ni mwili ni wa muda, una kitambo, hauwezi kuishi milele. Kwa hiyo usipojua kusudi lako unaweza kuondoka haraka zaidi duniani. Tufuatane pole pole. Ili somo litakunufaisha sana. Itakufanya usiwe mtu ambaye una mihemko. Watu wengi sisi ambao tunamwamini Yesu Kristo tuna mihemko, na ukifuatilia zaidi unakuta hata imani iko hafifu sana, sababu tunaongea vitu ambavyo tufikirii kama tumeongea nini. Hata kwa maombi yetu wakati mwingine tunaomba, lakini wakati mwingine hatuelewi tumeomba nini, kwa sababu tunaongea hatuelewi nilikuwa naongea nini. Okay, lakini ni muhimu sana tuweze kujua. Sasa tuangalia leo mwili, tuangalie mwili. Tusogee, mwili umetoka wapi? Tumetoka wapi? Na kwa nini tuko hapa? Na tunaenda wapi? Tunaangalia mwili sasa. Tutakuwa nagusa kidogo na roho, lakini lengo langu zaidi leo tunaochambua mwili. Tulisoma kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7. Mhubiri sura ya 12 mstari ule wa 7. Soma ndugu yangu. Mhubiri 12:7. Karibu. Naye mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Soma tena Mwanzo 3:19. Tunaangalia mwili, tunauchunguza mwili sasa hivi. Okay? Soma 3. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, ndio, hata utakapoirudia ardhi, ndio, ambayo katika hiyo ulitwaliwa, ndio, kwa maana mavumbi wewe, ndio, nawe mavumbini utarudi. Soma sura ya 2 Mwanzo mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Safi. Subiri hapo. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Na ardhi, mwili wetu ni ardhi. Naanzia hapo. Tumetoka wapi? Tumetoka kwenye ardhi. Mwili umetoka kwenye ardhi. Kwa hiyo wewe na mimi, miili yetu ni ardhi. Lakini hii miili ambayo ni ardhi imewekewa mambo mazuri sana, ndio inachipusha vipawa. Taangalia karama, vitu vizuri vinavyokuwa kwenye ardhi. Kama ambavyo unaona, ardhi inaweza kuchipusha vitu vingi sana vizuri katika uso wa nchi. Na wewe mwili wako huo, mwili wangu huu una vitu vizuri sana utavichipusha, ambao watu watavitumia, watavifurahia, watafurahia kuwa karibu na wewe, kwa sababu mwili una vitu unaweza kuvichepusha. Sasa ukiangalia kwenye Mhubiri anasema, nayo mavumbi itafika wakati yatarudi kwenye mavumbi. Mavumbi, yani mwili ni mavumbi, ni ardhi, yatarudi kwenye mavumbi, na roho yarudi kwa mwenyewe aliyetoa. Kwa tumetoka wapi? Roho, mwili tumetoka kwenye mavumbi.
Roho tumetoka kwa Mungu, maana Mungu alipuliza pumzi. Kwa sisi kama roho ni mfano wa Mungu, tumetoka kwa Mungu. Ndio Yesu anasema nalitoka kwa Baba, nimekuja duniani nifanye kazi, niimalize kazi. Yesu mwenyewe anasema nimekuja ili niimalize kazi, halafu baadaye nitaondoka. Baada ya kuimaliza kazi nirudi kule ambako nilikuwa awali, maana yake narudi kule kwenye chanzo chetu. Sisi binadamu hatufi kama binadamu, hatufi. Tunahama tu, mwili huu unarudi kwenye mavumbi, halafu wewe na mimi tunarudi kwa Mwenyezi, kwa mwenye pumzi, kwa mwenye roho, kwa chanzo chetu, tunarudi kwake, ambao sisi tutaishi milele. Tunaishi milele, kwa hakuna kifo. Na ukishajua somo hili hautaogopa kifo, kwa sababu kifo hakipo kwako. Ni hakipo kwa. Ndio maana kuna watu kama kina Paulo wanashangaza sana ufunuo uliokuwa nao, mpaka anasema nasongwa na mambo mawili, natamani sana niondoke kwenye mwili huu. Nani na ujasiri leo kusema maneno hayo? Lazima uwe na ufunuo wa wale juu sana. Natamani niondoke kwenye mwili huu, anasema Paulo, ili maana kikaa kwenye mwili niko mbali zaidi na Bwana. Lakini akasema, lakini kukaa kwenye mwili kunanifaa mimi kwa ajili yenu. Alijua ni kwa sababu ya watu wa duniani, ili ninyi mpate matunda kupitia mwili wangu, ili ninyi mpate faida kupitia mimi. Kwa mimi kuwapo hapa ni kwa sababu wako wewe unanisikiliza, ili mimi nikiwa na mwili huu ndio nakufundisha. Lakini kama mimi ni roho bila mwili, sina sifa ya kukufundisha. Labda nikujie kwenye mafunuo, kwenye maono kama malaika wanapokutokea, lakini nikiwa na mwili hivi ndio naweza kukusaidia. Paulo mwenyewe sura ya Filipi 1 mstari wa 20 hadi 24-25 anaongea maneno hayo ya kipekee sana. Kwa hiyo Mungu anaonyesha wewe Adamu umetoka kwenye mavumbi, wewe ni mavumbi na mavumbi utarudi. Sisi ndio hao, miili yetu ni mavumbi na ndio Adamu, tutarudi kwenye mavumbi. Lakini sio wewe, ni mwili tu peke yake. Sasa huo mwili ndio Mungu ameuchagua uje ufanye jukumu zuri ambalo Mungu amekuficha huko ndani. Wewe amenificha mimi huko ndani. Labda tusome hiyo mambo Paulo aliyoongea, maana ni vizuri tusikie. Leo ni somo tunafundisha vizuri pole ili tupate misingi vizuri. Tutaendelea vizuri. Soma hapo. Ila ikiwa kuishi katika mwili, soma. Kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi nitakalochagua silitambui. Kuishi kwenye mwili anasema ni matunda ya kazi, matunda ya kazi tu. Endelea. Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Bali kudumu katika mwili kwahitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Nami nikitumaini hayo, najua ya kuwa nitakaa na kudumu pamoja nanyi. Umesikia maneno haya? Anasema kukaa hapa kwenye mwili wangu kwa faa zaidi kwa ajili ya kazi. Lakini anaongeza, na mimi kwa sababu ninajua kuna kazi ya kufanya, najua nitadumu kukaa. Kwa unaona, kumbe miaka mingi inahusishwa na kusudi. Paulo anasema ingawa natamani kuondoka, lakini kwa sababu kusudi halijaisha, najua nitadumu kukaa karibu yenu ili niweze kuwa faida. Hata wewe huwezi kuondoka bila kuimaliza kazi yako. Majaribu yatakuja mengi sana, vita ni nyingi sana, lakini tunafundishana ili tupate mahali pa kuweka mizizi ya imani. Imani sio na mizizi inaelea, lakini ukipata imani yenye mizizi itashikilia mahali, ili unapopitia vita ya magonjwa, vita ya kutishio la kifo, vita ya tishio la wachawi, vita inayotaka kuondoa duniani, unakuwa na mahala pa kushikilia. Utamkumbusha Mungu kuna kazi ya kufanya duniani. Na ndio maana ni vibaya sana kuishi
ujanja leo hii kwenye mahuduma mbalimbali, sio tu kanisani. Inawezekana wewe uko kanisani au kwenye kampuni au kwenye taasisi yote kwenye jamii. Mungu amekupa jukumu la eneo hilo. Lifanye vizuri, kwa bidii, kwa uaminifu, kwa umahiri mkubwa. Umeitwa nani? Kama umeitwa kama katika timu, tunafanya katika timu, kama katika kanisa, kila mmoja ana eneo la fanya kanisani. Fanya kwa uaminifu, kile kipawa chako kitumia vizuri. Kama ni kwenye jamii, tumikia jamii vizuri. Ni kama kwenye mpira, kila mchezaji acheze kwenye namba yake vizuri ili timu ishinde. Na hiyo ndio sababu ya wewe kuendelea kuishi. Kama ni muombaji, kuwa mwaminifu. Kama ni mhubiri, kuwa mwaminifu. Kama ni mtoaji, kuwa mwaminifu. Kama unasaidia jamii, kuwa mwaminifu. Kama ni mwanasiasa, kuwa mwaminifu. Kama mfanyabiashara, kuwa mwaminifu. Kama ni daktari, kuwa mwaminifu. Kama ni nesi, kuwa mwaminifu. Kama ni mwalimu, kuwa mwaminifu. Uwe mwaminifu kwenye wito wako. Pale watumikie watu kwa moyo wako wote, kwa sababu hapo ndio ulipoitiwa. Kwa sababu wito si tu kuhubiri peke yake. Wito ni mpana sana. Unawezekana umeitwa wewe unalea watoto mtu pale nyumbani kwako. Kuwa mwaminifu, wale kwa uaminifu. Usifanye jambo kwa ulaghai, kwa ujanja na hila. Kuwa mwaminifu kwenye eneo lako. Hiyo ndio kazi ya kwako. Tuna watu ambao leo wamejaa hila, hawajitumi wenyewe. Hata kukaa kwenye uwepo wa Mungu, kusoma neno, husomi mpaka usukuma. Ina maana hujui ni nini wewe umeitwa. Hujui cha kufanya. Sasa lazima tuelewe sisi ni ardhi, sisi mavumbi, lakini tumepewa jambo la muhimu ambalo la kutekeleza. Paulo anasema siondoki kwa sababu kuna kazi. Na wewe na mimi kwa imani useme hivyo hivyo, kwamba siondoki kabla ya kazi yangu kumalizika. Yesu alisema hivyo. Na ndio maana ukijifunza habari za Kristo, anasema nimetoka kwa Baba, nimekuja duniani, kuna kazi ya kufanya. Mahali pengine anasema chakula changu niifanye mapenzi yake, niimalize kazi niliyopewa hapa kwenye mwili huu. Alipomaliza kazi, basi akawa tayari kujipeleka mwenyewe kwa mikono ya wauaji. Lakini wewe ukisoma kitabu cha Yohana, ukisoma kitabu cha Luka sura 4, ukisoma Yohana sura 7, utamuona Yesu walitaka kumuua, alafu akajificha. Kwa nini alijificha? Muda bado, kazi bado. Wakati fulani wakaitwa, wakawaulizwa wale askari, mbona mmeshindwa kumkamata? Anasema hajaongea kama huyu anavyoongea. Maneno yake yalimfanya Yesu asikamatwe, kwa sababu alijua bado. Akasema bado nina kazi ya kufanya, sijakamilisha kazi, hamwezi kuniua. Lakini wakati alipomaliza kazi alijipeleka mwenyewe. Tena alipokuja anasema mnamtafuta nani? Yesu Kristo. Akasema ni mimi. Ile Luka 18, ile Yohana 18, wakadondoka wote. Yesu alijipeleka, akajikabidhi mwenyewe kwa wauaji, kwa sababu alijua kazi yake imekamilika. Ameshafanya kazi imekamilika. Kwa hiyo unaona ni muhimu tujue tumeitwa, tumeumbwa kwa kusudi gani? Kwa kusudi gani? Wewe upo hapo kwa kusudi gani? Kwa nini unadai uishi miaka 70? Kwa nini unadai uishi miaka 80? Kwa nini unatamani uishi miaka 100? Kwa nini unatamani uishi miaka 120? Ni kwa sababu gani unatamani uishi miaka zaidi ya 120? Lazima ujibu swali hilo. Kama huwezi kulijibu, hiyo ni tamaa ambayo haina misingi, haina mizizi.
Tamaa isiyo na mizizi haijibiwi. Mungu anang'oa watu ambao hawana matunda. Tuangalie kidogo, alafu nitaanza kuelekeza ile kusudi lako sasa. Hebu nenda kitabu cha Luka 13 mstari wa 7 hadi wa 9. Hapo ni ile habari ya mwenye shamba alipokuja shambani hakupata matunda, akasema tukate mti. Soma Luka 13 mstari wa 7 hadi wa 9. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, ndio, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mti huu. Miaka 3 anatafuta matunda, nisipate kitu. Hapati kitu. Ukate, mbona hata nji unaiharibu? Ukate uondoe, unaona? Akajibu akamwambia, ndio, Bwana, uache mwaka huu nao, hata niupalilie, ndio, niutilie samadi, ndio, nao ukizaa matunda mabaya, baadaye vema. Sawa. Sasa unaona, hapo mimi nakufundisha siri, ndugu zangu. So unaona tumejaa udanganyifu. Watu wengi wanakwepa majukumu yao kabisa kwa kutumia uongo. Hata wengine wanasingizia nilikuwa mgonjwa, hakwenda kazini. Anasingizia mambo mengi, sababu nyingi kabisa, ili akwepe kutimiza majukumu yake. Matunda yanategemewa. Kwa nini upo hapo? Kuna jambo Mungu anasubiri apate matunda kupitia wewe, kupitia mwili. Huo mwili kama hauleti matunda, Mungu atauvumilia. Miaka 3 hajaona matunda. Wewe miaka 3 matunda gani umeleta? Umekuwa hasara kiasi gani? Umekuwa tatizo kiasi gani? Sasa Mungu anasema muondoeni huyu mtu. Halafu Yesu anasema hapana, mvumilie mwaka huu, mwaka ujao pengine utakuta matunda. Mungu kuna wakati ametupa muda wa kuvumiliwa, kipindi cha ziada. Unawezekana wewe unapambana magonjwa hayo, unapambana maskini, lakini tatizo hujui lengo la wewe kuwepo. Huoni msaada, huoni fedha zikija, huoni chochote kikija, unakimbizana na hivyo vitu, lakini baadaye urudi ujue kwa nini nipo. Kwa nini Mungu umenipa nafasi ya kuishi hapa duniani? Jitambue. Sasa ni hatari kutojitambua. Yaani lazima utambue mwili ni nini, nafsi ni nini, na roho ni nini. Sasa wengi hawatambui miili yao. Soma tena ndugu yangu kitabu chile cha Wakorintho wa kwanza 16 sura ya 4, Wakorintho wa pili samahani. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16 kuendelea. Neno la Bwana. Kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Okay, vizuri sana, asante. Anasema tulegei, ingawa mtu wetu wa nje anazeeka, ndio tafsiri yake. Mtu wetu wa nje anachakaa, maana yake mwili, lakini kuna mtu wa pili anataja mtu wetu wa ndani anafanywa upya, hazeeki. Yaani wewe huzeeki. Na ndio maana wakati mwingine tutaangalia huko mbele, mtoto ni mwili tu mdogo, lakini actually roho yake ni tofauti sana. Sasa tutajifunza huko mbele. Sasa wewe huzeeki na mimi sizeeki, ila miili yetu inazeeka, miili yetu inachakaa. Itafika mahali haitakubali kuendelea, itafika mahali itashindwa, ndio hiyo mwisho wake utafika. Kifo cha mwili huu kipo. Na ukijua hivyo utaishi kwa hekima na unyenyekevu mkubwa. Hasa wale watu wanaofanya ukatili na dhuluma na kuua wengine, hawajui wafanyao. Wao hawajui, tena wao ni wafu. Unapoua wewe ndio mfu tayari. Ukisoma kitabu kile cha Mhubiri 9 mstari wa 5, soma, nitasema tu. Nenda mstari wa Petro wa kwanza sura ya 3, Petro wa kwanza 3 mstari wa 3 hadi 5.
Lakini Mhubiri 9:5 anasema walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Yaani kama uko hai unajua kuna siku itafika utakufa. Na hivyo utakaa katika mkao wa kujipanga safari ya mwisho, safari yako nyumbani. Ina maana kama unasafiri, hivi unajua wiki iliyopita mimi nilikuwa safarini, nilikuwa safari. Nilikuwa mahali ambako network ilikuwa sio nzuri sana. Ina maana katika kurudi nilikuwa ujue na kata tiketi gani na safiri. Kwa hiyo aliye hai kujua kwamba siku moja atakufa. Lakini wafu wanafikia hapa ndio wamefika duniani, wanajipambana kulimbikiza, wanapambana kuua wengine, kudhulumu maisha ya watu wengine, kuonea wengine, wameshakufa hao. Ni maiti. Maiti hazijui kama zitakufa. Kwa hiyo kama wewe kuna malengo ya milele, maana yake wewe umekufa. Hata kama unatembea umekufa. Ndivyo Biblia inakuita. Lazima uweze kuwa makini. Ndio maana Injili, ndugu zangu, kama wewe unanifuatilia umeshapata neema ya wokovu, ungehubiri Injili kwa bidii sana. Mhurumie huyo ndugu yako, jirani yako, mfanyakazi mwenzako. Usifikiri kwamba mko pamoja, yuko mahali pa hatari sana mwenzako. Basi upendo uko wapi? Injili hatuhubiri kwa sababu tunafikiri tuko pamoja, tuko sawa na hao wenzetu. Hapana. Hapana, sivyo. Mpaka tuwatamani utajiri wao. Tunakosa Injili, tunatamani pesa zao. Inawezekana umepanga kwa tajiri, umeajiriwa na mtu, lakini wewe huyo bado yuko mautini. Ndio maana Injili ni muhimu sana iweze kupelekwa kwa usahihi. Tena isipindishwe. Maana ukiipindisha Injili umemkosea Mungu. Watu hawataamini, hawatakuwa na mahali pa kuamini ili waweze kuokolewa. Kama utawaambia tu njoo kwa Yesu upate magari, njoo kwa Yesu upate mke, njoo kwa Yesu upate mume, njoo kwa Yesu upate hiki visa kwenda Marekani, ina maana hayo ni mazuri, yanapatikana kweli kwa Yesu. Lakini lazima tuieleze ABC ya Injili. Kama Injili ya kweli haihubiriwi, watu watakimbilia kwenye mikusanyiko yetu ili wapate yale ambayo hata wanapokwenda kwa waganga huenda ili wapate mali, wapate hiki na kile, wapate ulinzi, wasilogwe. Kwani watu wanaenda kulizindikwa kwa sababu gani? Sio wazindikwa ili wawe salama. Sasa wanahama tu kutoka baada ya kuzindikwa kule waje kuzindikwa kanisani. Ina maana Yesu hawamtaki, wanataka zindiko. Wanataka zindiko, wanataka utajiri, wanataka maisha marefu tu, lakini Yesu mwenyewe hamtaki. Kwani ukienda kwa mganga unamtaka mganga, si unamlipa cha kwake? Basi alafu anakupa dawa. Anakuchanja mmemalizana, amelipa cha kwake. Sasa watu wanataka kuja kwa Mungu hivyo hivyo. Waje tu kwa Mungu waseme bwana walete hela yao, basi niombe imetoka hiyo. Hapana. Mungu anataka mahusiano. Mstari gani nimekupa huo? Petro, soma. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu. Sasa hapa mtumishi anaonyesha jambo kwamba kuna mapambo. Sasa hapa mimi siongelei usijipambe, siongelei hiyo somo, sio somo la kukuzuia usijipambe. Kama ni mwanamke jipambe upendeze. Biblia inataka, anasema mwanamke ni taji kwa mume wake, upendeze vizuri kabisa. Lakini pointi yangu hapa, pointi ya Biblia analinganisha mapambo ya, kuna mapambo ya nje na kuna mapambo ya mtu wa ndani. Ndio pointi yao. Endelea kidogo. Na kuvalia mavazi. Bali kuwe utu wa moyoni. Utu wa moyoni ndio mtu wa ndani. Usioonekana. Usioonekana. Katika mapambo yasiyoharibika. Yaani roho. Inatosha mpaka hapo. Pointi inayotaka kuonyesha hapo, kuna mtu wa nje unaweza kumpamba. Mtu wa nje unaweza kumpamba. Na kuna mtu wa ndani naye anatakiwa apambwe. Sasa huyu wa ndani anatajwa kama ni muhimu zaidi, umpambe kwanza. Yaani uzingatie mapambo ya ndani. Hapa niko na warembo hapa studio. Wamepambwa kweli. Na mimi nawapongezeni sana. Haleluya wala. Sema ni amina basi. Wako vizuri. Na mimi nataka, na mimi ukweli nafundisha watu wawe vizuri, wajitambue. Hata mwili wetu Mungu anataka tuweke vizuri.
Sasa lakini anaonyesha kinachotaka kutangulia. Ndio maana akasema msijipambe peke yake katika mwili, ila mpambe ndani. Sasa hiyo point tutaangaliaga huko mbele, lakini lengo nataka uone kuna mtu wa ndani. Yule mtu wa ndani anapambwa mapambo gani? Kuna mapambo gani ya kwa mtu wa ndani? Hatumwangalii leo mtu wa ndani, tunamwangalia nje. Kwa hiyo tumepata huyu mtu wa nje na kuna mtu wa ndani. Kwa hiyo tumhudumia mtu wa nje, tunampa chakula, tunampa mavazi, tunampa dhahabu, tunamnunulia gari, tunamjengea nyumba, tunamfanyia vitu vizuri mno huyu mtu wa nje. Watu wanapambana, tunampa vitu vya maana sana huyu mtu wa nje. Lakini tunatumia gharama nyingi sana kwa ajili ya mtu wa nje. Mapesa ya kutosha. Mtu atapambana. Kuna mmoja ambaye amsikia mimi na gari ya shilingi milioni 400. Tena kuna mwingine mhubiri kabisa. Hapa na niko na gari ya milioni 600. Ni vizuri, Yesu asifiwe. Na mimi napenda hiyo. Mungu asifiwe. Lakini umetumia kiasi gani, pesa kiasi gani kumfanya mtu wa ndani? Umehudumia vitu vya kiroho kwa pesa nyingi kiasi gani? Jibu nalo mwenyewe. Jibu nalo mwenyewe. Sasa nimalize leo kwa kuambia hivi. Mwili wetu utapewa haki ya kuishi umri mtimilifu, yani anasema utafika kaburini mwenye umri mtimilifu, mpaka uwe umejua sababu ya wewe kuishi umri mtimilifu, mpaka uwe umejua lengo la wewe kuishi maisha marefu, mpaka ujue. Kwa hiyo nitakufundisha, utajua, tutaenda pamoja tu pole pole, usijali kama ujui, usijali kabisa, kwa sababu ndio maana ya kazi, ndio maana ya mtume, kazi yake ni kukusaidia. Kwa hiyo usichanganyikiwe, mbona basi sijui, usijali, utajua, ili mradi tufuatane kesho na kesho kutwa. Tuangalie kidogo, hatusoma hapo, nitaeleza tu. Daudi, kitabu cha Matendo 13, anasema akisha kulitumikia shauri la Bwana akalala. Baada ya kumaliza shauri la Bwana akalala. Yohana Mbatizaji alijua kazi yake. Akasema mimi ni mtu sauti ya mtu aliye nyikani. Nimekuja kutengeneza njia ya Bwana. Alijua kazi yake ni kutengeneza njia. Yesu alijua kazi yake ni mwokozi. Hata jina la Yesu ni mwokozi. Malaika alisema kwamba amechukua Mariamu, anaambia amechukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Atamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Kazi yake inatajwa pale. Kuna kazi inatajwa, atakuja kufanya nini? Atakuja kuwaokoa watu na dhambi zao. Hiyo ni kazi iliyomleta Yesu. Yohana Mbatizaji na kazi inatajwa pale. Samsoni, baba yake aliuliza, hebu nenda ndugu yangu Waamuzi 13 mstari wa 12. Baba yake Samson aliuliza swali, maana malaika aliwatokea akawaambia, maana alikuwa tasa wale, alikuwa tasa ule mke wake Manoa. Lakini sasa akajua na malaika akamwambia, mimi nimeweka agano la kuingiza mtoto huko kwenye tumbo lako. Sasa huyu Manoa alikuwa na akili sana, akaanza kujua. Soma mstari wa 12. Basi wana wa Israeli walifanya yaliyo mstari wa 10 ndio Waamuzi 3:12. 13 mstari wa 13 mstari wa 12. Tunasikia hapo Manoa akiuliza swali kwa malaika. Manoa akasema, ndio, basi sasa hayo maneno yako yatakapotimia, je, huyo mtoto atakuwa wa namna gani? Atakuwa wa namna gani? Na kazi yake itakuwa ni nini? Wonderful. Na kazi yake itakuwa ni ipi? Hiyo ndio point yangu. Anataka kujua huyu mtoto mnatupa. Mungu ana mpango, ametupatia familia hii. Tuambie kazi yake ni ipi? Ili tumlee kulingana na kazi yake. Omba Mungu siku leo. Kazi yangu ni ipi? Pengine mpaka sasa hujaanza hiyo kazi. Na
Mungu anaweza kukuunganisha na watumishi mbalimbali. Nimekwambia kazi sio lazima ya kuhubiri peke yake. Inawezekana umeitwa kwenye siasa, kwenye sheria, mwanasheria wewe, wakili, hakimu, mkulima, daktari, mfanyabiashara. Kazi yako ni nini? Ni ipi? Lakini wengi hatujui. Na mara nyingi Mungu hutupitisha kwenye mikono ya watu wengine kwanza kabla hajatupatia kwetu. Ndio maana nasema ukiwa mwaminifu kwa kazi ya mwingine, Mungu atakupea kwako. Sasa leo tuna watu ambao si waaminifu kwenye majukumu waliokabidhiwa. Si waaminifu kwenye nafasi uliyopewa. Sasa kazi ni nini? Kazi yako ni nini? Naenda kumaliza. Kama ile kazi imeunganishwa, umri wako kwenye mwili wako, kuishi kwako kumeunganishwa na sababu ya wewe kuishi. Maana yake kusudi lako la kuishi kwenye mwili huo, umri mkamilifu, ni lipi? Kusudi la Bwana ni lipi? Kusudi ni lipi? Nafikiri kusudi nalieleza vizuri zaidi kesho, lakini nikupe mifano michache. Kuna mifano miwili nitakupa ya watu kama wawili hivi. Kuna watu wawili, mmoja anaitwa Benjamin Franklin na mwingine ni Marilyn Monroe, ambaye walitoa maelezo mazuri nikayafurahia. Mimi najifunza sana kwa walimu wengi sana. Na walimu wengi sana wananifundisha. Nilipokuwa Marekani nilikuwa najifunza kwa mwalimu mmoja mzuri sana ambaye amenisaidia sana kupanuka kiufahamu na kuelewa kwamba ni muhimu sana Mungu hutumia watu waliopata maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa sababu hawana maarifa. Na watu wasio na maarifa ni wabishi. Ndio hivyo, ubishi tu, lakini maarifa wanayakataa. Hii Biblia ina maarifa ya kutosha. Hii Biblia. Usipojua kusudi lako, utaenda mwelekeo wa makosa, utakaa na watu wa makosa, utatumia nguvu zako, utaelekeza nguvu zako kimakosa, utapotea. Kama utaelekea mwelekeo wa makosa. Yaani kama hujui kusudi lako, unaulizwa unaenda wapi? Sijui. Kwa hiyo umeshapotea tayari. Na huwezi kupotea. Kama hujui unapoenda huwezi kupotea. Maana mzururaji duniani. Wewe ni mzururaji duniani. Hujui unapoenda. Kama umeenda Kariakoo, hujui umefika Kariakoo ambao unaenda, mimi sijui chochote. Nimefika tu hapo najikuta hapo. Ulikuja kufanya nini? Sijui cha kufanya Kariakoo. Wewe unaenda kuona huyu mtu ametoka hapa akapata anasikia tu hii bajaji ina nafasi au hii gari hiyo basi. Ina nafasi basi naingia. Kwa sababu ina nafasi. Umeenda hujui kwenda. Umefika umeshushwa umeshuka. Ulikuwa unajua kwa nini? Hapana, nikisema tu gari nikute nafasi. Wewe kama ndio hivyo, wewe hujajua kusudi lako. Ni mzururaji duniani. Na ndio maana watu wanajua kusudi huwa wanakaa mahala wanashikana na hilo kusudi. Ukipata mtu anayekuelewa, mkaweka agano pamoja, kazi mliokabidhiwa pamoja, kazi hiyo itafaulu kwa ushindi. Lakini tuna watu wazururaji. Hata makanisani tuna wazururaji wengi. Watu ambao hawaaminiki. Unaenda kuweka imani kwake, kesho na kuangusha. Tukutane saa fulani hakutokei. Tuna watu wa aina hiyo. Ni watu wazururaji. Sasa ngoni kupe mifano miwili ya Franklin. Benjamin Franklin alisema hivi. Anasema wanadamu wengi huishi mpaka miaka 25. Watu wengi huishi miaka mpaka 25. Yes. Wakafa. Yaani mpaka miaka 25 wakafa. Hiyo ni unaweza kukubaliana jambo hilo, unaweza kukataa. Hata mimi mwenyewe nilikuwa nakataa hivi. Lakini nikasikiliza mfano vizuri, nilisoma mahali nikakubali. Akasema wanakufa wakifikisha miaka 25. Lakini wanazikwa wakifikisha miaka 70 kitu au 80 au vyote vile. Sasa unakufa miaka 25 lakini unazikwa miaka 80 au 70. Inamaanisha nini? Unaishi miaka 25 kwa sababu uko chini ya mamlaka, pengine unasomeshwa na kadhalika, au chini ya watu wengine. Ukifika hapo miaka 25 hujui cha kufanya. Kwa miaka yote hii unaoishi ni mzururaji
duniani. Kwa hiyo ni kama unasubiri siku ya mazishi. Ulikufa siku ile ambapo ulipoteza mwelekeo, halafu ulianza kuishi hizo siku zote za kuishi ambazo ufanyi kusudi la kufanya uishi, zinaitwa kusubiri mazishi. Ina maana ulishakufa ulipokosa kusudi, sasa unasubiri mazishi. Siku utakapokufa kimwili halisia ni siku ya mazishi, lakini ushakufa siku nyingi ulikuwa mzururaji. Ni muhimu sana ili somo likukasirishe. Usikie kama okay, siwezi kuwa mzururaji. Hebu kaa utafakari. Na huna haja kushindana mtu mwingine. Shindana na wewe mwenyewe. Na producer mmoja nilimpenda, kwa ndugu yangu mmoja, aliwahi kuuliza swali, alikuwa maarufu sana, ameshatangulia mbele za Bwana. Akasema unashindanishwa na fulani. Akasema hapana, mimi sishindani na mtu, nashindana na mimi mwenyewe. Na mimi nilipenda jibu. Hata Biblia inasema hivyo. Yakobo alishindana na Mungu. Shindana na wewe mwenyewe. Shindana na lengo lako, shindana na wito wako, shindana kufikia pale ulipotakiwa kufika. Usishindane na kuangalia wengine. Wengine watufunza tu tuangalie mifano yao, watutie moyo, lakini usikatike tamaa kwa sababu kuna mwingine anafanya kitu ambacho wewe hujafika. Usigombane na mtu, usishindane na mtu. Yoeli 2 mstari wa 7 na 8, soma hapo. Yoeli 2 mstari wa 7 na 8. Ina maana hakuna haja hata makanisani, kwenye kampuni, kwenye biashara, kwenye eneo lote kushindana na mwenzako mwenye kipaji. Usishindane naye. Wewe una njia yako na yeye ana njia yake, na zote ni muhimu. Mwingine ni mwimbaji, ndio anakuwa mwimbaji. Mwingine ni mhubiri, ndio anakuwa mhubiri. Mwingine anafanya huduma za kimaombezi ya kiwango fulani, ndio kuigiza. Kila mtu akae alivyoitwa, na Mungu anafurahia kila kiungo kifanye kazi kadiri kilivyowekwa. Kidole hiki kina umuhimu sana. Unaona kama unaweza panaiwasha, unaona umuhimu wake. Hiki kinaweza kufanya kazi, lakini hiki ndio kina muhimu sana. Hiki kina yote hapo vikishirikiana ndio na mega ugali na kula, unaona? Na mdomo ni muhimu. Sasa kila kitu ni muhimu, unaona kitu ni muhimu. Hata nikaanza kufundisha ndio kufanya ni muhimu. Sasa mimi nikidharau vidole vyangu, nikataa kuwa mguu, maana yake kuna kila mmoja, mwingine ni mkono, mwingine mguu, mwingine kichwa, mwingine hivyo. Sasa lazima kila mmoja ajitambue yeye ni nani, abaki pale. Soma ndugu yangu. Upiga mbio kama mashujaa. Upanda ukuta kama watu wa vita. Ndio. Nao uendelea mbele kila mmoja katika njia zake. Wanapiga mbio kama mashujaa. Lazima uwe shujaa. Nitaelezea kesho vizuri. Uwe shujaa kwenye njia yako. Upige mbio, ruke ukuta, viunzi, vuka vikwazo vya njia yako kama shujaa. Upige mbio kwenye njia yako, kwenye maono yako, kwenye lengo lako, kwenye wito wako. Wala hawapotoshi safu zao. Safu yako usipotoshe, baki na safu yako, kaa kwenye safu yako. Wala hapana mmoja amsukumaye mwenzake. Usimsukume mwenzako. Unaona kwamba ameanza kufanikiwa zaidi, kanisa lake linafanikiwa zaidi, unaanza kuwa na figisu kumchukia. Hapana, kila mtu akae kwenye safu yake. Mpongeze ile afanikiwa zaidi, mpongeze ile kuzidi. Hiyo ndio roho ya Mungu. Hatumeitwa kutimiza wito wetu, mbio zetu. Kila mtu ana mbio zake. Hata kwenye mashindano kuna mwingine mbio 100, mbio 400, kuna masafa marefu sio mita 1000 ngapi sio. Kwa hiyo kila mmoja akimbie kwenye mbio zake. Na ndio maana Yesu alisema mwingine alipewa talanta 5, mwingine 2, mwingine 1. Hiyo moja aliyeangefanyia, hiyo 2 aliyofanyia kazi, thawabu yake ni ile ile ya ule talanta 5. Sababu ndio uwezo aliopewa. Mungu hawezi kukudai uwezo mkubwa kuliko aliokupa. Kwa ridhika kwenye kipawa chako, ridhika kwenye njia yako, uwe mwaminifu kwenye ulichokabidhiwa, kitumikie kile, kifanyie kazi. Mungu atakulinda kwenye hicho. Hata kuuliza mbona wewe hujafanya kama yule? Hapana, mimi sio yule, mimi ni mimi. Mwili huu ni wa kwako. Tumika kama ulivyoitwa. Huwezi kucheza kama Messi, kama Ronaldo, kama siji, kama nani. So wewe cheza kama wewe. Kama wewe ni golikipa, uwe golikipa mahiri. Kama mfunga magoli, uwe mfungaji mahiri. Tumikia nafasi ya kusitamani ile golikipa kapangua ile penalty na mimi ndio golikipa. Hapana, msifu, mpongeze, lakini baki kuwa kwenye nafasi yako.
Tumalizie sasa. Namalizia mfano wa pili wa Manning Monroe, ambaye yeye ni mwalimu mzuri sana pia. Ni mwalimu wangu pia. Unaweza kuingia hata kwenye YouTube ukampata. Kama Kiingereza kinapanda, utajifunza vitu vizuri sana. Anafundisha vitu vizuri sana. Kwa hiyo unajua siwezi kusema vitu vyote hivi na vipata vyangu, lakini nimejifunza kwa walimu mbalimbali. Huyu mwalimu mmoja alinifundisha sana pia nilipokuwa hata pale Amerika. Sasa alisema hivi, makaburini utajiri mkubwa kwa makaburini. Alisema hivi, makaburini kuna utajiri mkubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu kuna vipawa havijawahi kuanza kazi. Watu wamezikwa na vipawa, wamezikwa na makampuni, wamezikwa na viwanda, wamezikwa na nyimbo, wamezikwa na vitabu vizuri, wamezikwa na mafunuo makubwa, wamezikwa na upako uliotakiwa ulete msaada duniani, hawakufanyika chochote. Walizikwa kama Elisha, alizikwa na upako wake. Mpaka siku ile wanazika mtu, upako walipomwangusha kwenye mifupa ya Elisha, huyo kafufuka. Gehazi hakupata urithi. Kuna watu wengine wanakosa urithi wa watumishi wa Mungu kwa sababu wanatamani vitu vya mwili tu. Wakati wa Naaman ameenda kupokea uponyaji, huyu Gehazi yeye anatamani wizi, tunatamani vitu vya duniani peke yake. Hatamani upako. Kuna watu wengine hawatamani upako wa watumishi. Unakaa na mtumishi hapo lakini wewe ni mkavu. Kwa nini? Kwa sababu unawaza vitu vya mwili. Mtumishi na anipi na mimi pesa. Unaandika watu wengi fanya kazi ya Mungu, hawanipe kwanza. Wewe ni mtu ambaye una maono. Watu tumewatumikia watumishi wengine. Mimi nimewatumikia watumishi wengine. Nimetumika kwa wengine. Nikiamua nakimbia kwa unyenyekevu. Nafagia, nafuta viatu, nafanya yani kazi ambayo mtu akiangalia kama mbona huyu anamdhalilisha mwenzake, lakini najua heshima hiyo kwenye kufanya vitu vidogo. Sasa kuna vitu vikubwa vimelala makaburini. Watu hawakujua kusudi lao, kazi yao. Walikufa na vitu vikubwa vya watu. Walafu pale makaburini, hatuhitaji tu kaburi lake ni zuri lina marumaru. Tunataka kaburini pale iwe kama kina Mwalimu Nyerere. Tunaongea mambo Mwalimu aliyoyafanya hapa duniani. Hatuongei kaburi la Mwalimu Nyerere, tunaongea Mwalimu Nyerere bado anaishi leo kwa kazi, kusudi la aliyolitumikia duniani, muda wa ule aliyotumika. Wengine wanaishi miaka mingi lakini hamna kitu chochote. Kwa lazima wewe uzungumzwe nini ulichofanya duniani. Sio kaburi lake limewekwa misalaba mirefu. Haisaidii hilo normal nzuri, haisaidii. Lazima historia yako iandikwe na kazi unayoifanya. God bless you. Barikiwa sana. Nimefikia mwisho kabisa wa kipindi chetu cha leo. Kesho nitaendelea sehemu ya pili. Kesho nitaelezea sasa kusudi lako. Nitakufundisha ili ujue kusudi lako ni nini. Kwa kesho hakikisha ukosi kuanzia saa 4 hadi saa 5. Na kuna namba ya kitabu cha sadaka hapo sasa. Na namba yetu ya kitabu cha sadaka ambayo ni 0714 78 34. Narudia 0714 78 34. Hii ni ibada. Weka hapo sadaka yako, weka 500 yako hapo, weka 1000 yako, 2000, 5000, weka. Chukua simu yako, tunatoa sadaka sasa. Na iombea sadaka yako. Baba mwema, asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye amepokea ujumbe wa leo. Jitambue. Tumeona Bwana, mili sio sisi, ni nyumba yetu, lakini mili umebeba kusudi yako ili tujue ni nini umetuwekea kwenye mwili, ili tutumikie kusudi lako ndani ya miili yetu, ili tutimize umri mrefu kwa kadiri ulivyotupangia. Asante Mungu kwa mtoto wako mtumishi huyu ambaye saa hii anatoa sadaka kwa ajili ya kipindi chako. Amepokea neno na anakuheshimu na anakufurahia. Naomba kile anachokitoa urejeshe mibaraka kama ahadi yako ilivyo. Apandaye anavuna, avune kadiri ya ukarimu anaoonyesha. Katika jina la Yesu umuinue kimaisha, mfanye ajitambue vizuri, ukamlinde kuishi kusudi lake, ukamuondoe kwenye kila kupotea katika alikopotea katika namna ya kimaono,
umrejee kwa maono yako. Usiku wa leo jifunue, zungumza naye, akuone vizuri, arudi kwenye leli ili afikie matendo, afikie maisha yale unayotaka ayafikie hapa duniani. Na mbariki kila mmoja aliyenifuatilia leo, ubarikiwe katika jina la Yesu. Mungu akulinde, akutunze na upate ufunuo kutoka mbinguni. Adui hana nguvu juu yako, hawezi kukudhuru, hawezi kukukatisha umri wako, maana wewe unalijua kusudi. Wewe ni mtu muhimu wa kutimiza kazi, utazaa matunda yako yatapata heshima na watu wanafurahia kuwepo kwako katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Amen. Thank you, may God bless you. Tuonane kesho kwa neema ya Bwana. Amen.